Lamu wamezamia kilimo cha pamba iliyoboreshwa ya BT. Pamba hiyo imeimarishwa kiteknolojia ili kuweza kustahimili kiangazi na wadudu waharibifu na kuwapa wakulima mavuno bora zaidi kuliko pamba ya kawaida. Katika makala ya kilimo biashara wiki hii, Dennis Otieno amerejea kutoka Lamu na anaangazia ni kwa nini pamba ya BT imekuwa mkombozi kwa wakulima katika maeneo kame humu nchini. Katika eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, kilimo kimekuwa kama kamari. Mvua isiyotabirika, joto kali na wadudu waharibifu vimefanya kilimo kuwa changamoto kubwa. Hata hivyo, miongoni mwa mazao mengi yaliyoshindwa kustawi, pamba iliyoboreshwa ya BT imeonyesha uwezo wa kupambana na hali ngumu za anga. Ina tofauti, maana kanaanzia ukikapanda, hata ukipanda mbegu mbili, mvua ikiwa iko sawa, kanatoka vizuri na kanaanza kuzaa kakiwa chini. Yaani kakiwa saizi hii, unaona kameanza kuweka mifuko. Mara ya kwanza. Tofauti na pamba ya kawaida inayoshambuliwa na wadudu na kuhitaji dawa nyingi, pamba ya BT imesifiwa kwa kinga asili dhidi ya mdudu hatari wa funza wa vitumba vya pamba. Hii inawasaidia wakulima kupunguza matumizi ya dawa za kuua wadudu, hivyo kupunguza gharama ya kilimo na athari kwa mazingira. Unapopuliza tu dawa tu za kawaida ambazo hazina kemikali nyingi, ina perform. Shirika la African Agricultural Technology Foundation AATF linachangia pakubwa katika upanuzi wa kilimo cha pamba ya BT nchini Kenya. Ukiona hapa Lamu utapata kwamba wakulima zaidi ya 60% wameweza kuguza pamba kutumia hiyo teknolojia ya BT. Bali na ustahimilivu wa hali ya hewa, pamba ya BT pia imewapa wakulima mapato bora kutokana na mavuno yaliyoimarika na gharama ya chini ya uzalishaji. Ile ya kitambo kwa ekari moja ilikuwa inatoa 32. Alafu ya pili utapata kama 15 hapo. Lakini sasa hii BT tangu ikuje katika ekari moja, niliona kama sasa ukilima ekari moja inanipea kama almost 50. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya, wakulima bado wanakumbana na changamoto kadhaa katika upanzi wa pamba hii, gharama yake ikiwatia wasiwasi. Kwa sababu kilo moja nasikia iko zaidi ya shilingi karibu 1500, zaidi ya shilingi 1500. Si wakulima wengi wataweza kununua hiyo mbegu. Changamoto yetu kubwa ni vile tunaweza kukuza hiyo mbegu yetu hapa nchini kwetu ili tupunguze bei ya ile mbegu. Kwa sasa mbegu inatoka India na bei yake bado iko juu kwa sababu ya transport costs from India mpaka hapa. Mwaka jana kaunti ya Lamu ilizalisha zaidi ya tani milioni 2.6 za mbegu za pamba, na kutokana na ongezeko la kilimo cha pamba ya BT, uzalishaji huu unatarajiwa kuongezeka. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.